Kwanza naweza kusema haya mambo siku hizi yapo kwenye social media. Yaani nimekuwa nikifuatilia watu mbalimbali hususa wanaelimisha masuala ya hisa, lakini unajua huwezi kupata tu ile elimu ya moja kwa moja kuwasikiliza. Kwa hiyo kuna mtu nikamtafuta akanipa elimu ya kuhusu masuala ya uwekezaji na akanishauri na akanipeleka Kado Security. Wao nao wakanipa elimu ya kuhusu masuala ya uwekezaji na wakanishauri kitu kizuri sana, kwa sababu nilipofika kwao, nilivyonunua zile hisa, wakaniambia kutokana na umri wako na umeanza kuwekeza sasa, kiukweli utakuja kuona matokeo ambayo we mwenyewe hautakuja kuamini. Kwa na mpaka leo hii toka nimeanza kuwekeza mpaka leo naona matokeo ambacho kile walichoniambia mpaka leo matokeo yake nayaona vizuri sana. Kwa nawashukuru sana. Kiukweli nawapa elimu ya uwekezaji kwa sababu ni kitu kizuri sana. Yaani uwekezaji hasa ukikutana na watu ambao wanakuelimisha na wanakuambia faida zake ni 1, 2, 3. Na kupitia umri wetu ambao hasa sisi wana michezo, umri wetu si mkubwa sana. Na ukiangalia hata career yetu ya football sio ndefu sana. Kwa hiyo ukiwa unapata kipato na ukija kukiwekeza huku kwa muda mrefu, naamini mpaka ukifika umri wa wewe kustaafu, kiukweli uko sehemu nyingine, kwa sababu unakutana na watu wataalamu ambao wanaelewa ya mambo na wanakushauri na wanakuelekeza ni wapi pa kununua hisa zako ili uwe safe zaidi na usiwe na mawazo yoyote. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu wawekeze kwenye vitu kama hivi. Naamini ipo vitu mbalimbali vya kuwekeza, lakini ukikutana na wataalamu watakushauri sehemu nzuri zaidi, na ndio maana wenyewe hata kwenye mitandao wanashauri usiwekeze kama huna maarifa ya kuwekeza. Kwa ni vizuri ukapata wataalamu wakakuelekeza, wakakushauri kama Kado Security. Ukifika pale ofisini kwao wanakushauri, wanakuelekeza namna ya uwekezaji na wanakushauri ni wapi unatakiwa kuwekeza kwa malengo ambayo wewe mwenyewe utakuwa umejiwekea. Sikuwa na uoga sana, japokuwa asilimia kubwa tunakuwa na ule uoga wa kupoteza pesa zetu tukiwa kwenye mambo ya uwekezaji, lakini ndio maana nikakwambia ukifika Kado Security wanakuelekeza ni namna gani unaweza kuhifadhi pesa zako na wao wanakulindia pesa zako kwa uangalifu zaidi. Kwa hiyo yale mawazo ya kusema nilikuwa kidogo pressure ilikuwepo, kwa sababu ndio mara yako ya kwanza unawekeza, lakini kwa sababu wanakuweka chini na wanakuelimisha, basi waliniondoa pressure yote, na kile walichoniambia mpaka sasa hivi matokeo yako nayaona, na nawashukuru sana. Waendelee, hata kwa sio mimi tu, kwa vijana wengine waendelee kuwashauri ili tupate vijana wengi ambao kidogo tunaweza kujikimu kwenye mahitaji yetu mbalimbali.